in right now. I thank you for them that are coming in, and even as many as they share it out, oh God, I pray that let them experience your grace, let them experience your power wherever they are, my God, because you're omnipresent, God. You're everywhere. There is nothing that is too difficult for thee. There is nothing that is too big for you, mighty God. We lift you up high above every other name, almighty God. We thank you, mighty Father. We glorify your name. Abraham's blessings are ours, oh God. We receive it this afternoon, oh God. We thank you for your grace. We thank you for your power, oh God. We exalt you. We magnify you. Those of you that have tuned in, just open your mouth and begin to thank the Lord. Open your mouth and give thanks to the Lord. The Bible says that give thanks to the Lord, for his good, his mercies endures forever. Let the redeemed of the Lord say so. Him that has been delivered from sickness and disease, let the redeemed of the Lord say so. Him that has been delivered from confusion, let the redeemed of the Lord say so. Him that has been delivered from fear, oh God, we thank you, we honor you, we ascribe greatness to your name, oh Father. Thank you, Jesus, oh Father. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Come and reign, Holy Spirit reign. We welcome you to come and reign. Come and reign,
Holy Spirit reign. We welcome you to come and reign, come and reign, come and reign. Holy Spirit reign. We welcome you, we welcome you to come and reign in our lives. Come and reign. Holy Spirit reign. We welcome you, we welcome you to come and reign in our lives. Come and reign. Holy Spirit reign. We welcome you, we welcome you. Come and reign in our lives. Come and reign. Holy Spirit reign. We welcome you, we welcome you to come and do something new in my life. Something new in my life. Something wonderful in my life. Today, do something new in my life. Something new in my life. Something wonderful in my life. Today, do something new. Do something new in my life. Something new in my life. Something wonderful in my life. Today, do something new in my life. Something new in my, something wonderful in my life. Today, do something new. Do something new in my life. Something new in my life. Something wonderful in my life. Today, do something new in my life. Something new in my life. Something wonderful in my life. Today, I have seen the Lord's goodness, His mercies and compassion. I have seen the Lord's goodness. Hallelujah, praise the Lord. I have seen the Lord's goodness, His mercies and compassion. I have seen the Lord's goodness. Hallelujah, praise the Lord. I have seen the Lord's goodness, His mercies and compassion. I have seen the Lord's goodness. Hallelujah, praise the Lord. I have seen the Lord's goodness, His mercies and compassion. Sing the Lord's goodness. Hallelujah, praise the Lord. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. It means God is with us. Emmanuel, my Lord, Emmanuel, 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 my Lord, Emmanuel. It's right there. Call him Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, my Lord, Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, my Lord, Emmanuel. Just
open our mouth and begin to thank him. He's Emmanuel, God with us. Father, we thank you because you're right here with us. We exalt you. What a great God you are. What you are worthy, you are marvelous. We exalt you, we give you praise, we give you glory. For there is no God like unto you, forever you are God. We exalt you, we give you honor, we give you praise. From everlasting to everlasting you are God, and there is none like unto you. You reign in all generations, you reign in every circumstance. And we return honor and praise to your holy name. For you are our God, our hope, our refuge, our fortress. Lord, we are confident, and our confidence is in you, because there is none like unto you forever. Receive honor, Lord, receive praise, receive glory. Thank you, Father God, for what you have set forth for us today. Our hearts glorify you because we are expectant. And we believe, Jehovah Father, heaven is mobilizing favor, is mobilizing blessing for every individual that is under the sound of my voice today. Receive praise, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Well, once again, we welcome you to our lunch hour service. Tunawalika mara tena katika ibada zetu za mchana. It is always a joy to be together with you as you are joining us online. Ni furaha kwetu tunapojumuika nanyi, mnapoungana nasi hewani. This is a very special month, and we are still continuing with the restoration of health all round. Na huu ni mwezi wetu wa ajabu tena wa kupendeza, tunapoendelea na mafunzo yetu na pia kuangalia kuhusu marejesho ya afya. And we said is restoration of health all round. Tulisema ni marejesho ya afya pande zote. That means your physical health, your financial health, your mental health, your health in every area, your family health. Inajumulisha afya yako ya kimwili, ya kihisia, ya kiroho na hata ya kijamii. So today I'm beginning a series on the restoration of your economic blessing, and I want to start by us just talking on what I have titled the divine blessing. Leo nataka kuanzisha msururu wa mafundisho kuhusu marejesho ya baraka zako za kiuchumi, na kwa hivyo kuna somo ndogo ambalo nalifunza leo kuhusu baraka za kiungu. You see, it is good to understand what the blessing is. Na ni vyema kwetu kufahamu baraka haswa ni nini. Because many times we talk about blessing, but we don't know the capacity and the power of the blessing. Mara nyingi tuongee kuhusu baraka, lakini hatuelewi uzito, dhamani ya baraka. And many times we talk of the fruit of the blessing, which is the blessings. Na mara nyingi huwa tunaongelea mazao ama matokeo ya baraka ambayo tunaita hizo baraka ama kubarikiwa. Now there is a difference between the tree, which is the blessing, and the fruit, which is the blessings or the blessings. Ipo tofauti kati ya mbaraka ambaye ni mti wa baraka, na kuna tofauti ya zile baraka ambazo ni mazao ya ule mbaraka. The blessings is when you are driving a car, it's a blessing. The house is a blessing, it's the blessings, because it's part of what has been produced out of the blessing. Kwa hivyo kuwa na gari nzuri, kuwa na nyumba nzuri, kuwa kidogo na mali ni sehemu ya baraka ambaye ni matokeo ya ule mbaraka. Genesis chapter number 12 verse number 1. Mwanzo 12 mstari wa kwanza. The Bible says, now the Lord said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. Bwana akamwambia Abram, toka wewe katika nchi
yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayekuonesha. I will make you a great nation. I will bless you and make you your name great, and you shall be a blessing. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kuwabariki na kulikuza jina lako, nawe utakuwa baraka. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. Nami nitawabariki wakubarikio, nawe na kulaani akulaanie, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Now God called Abraham from the place of his relatives, the place he had grown up, the place he had many relatives for many years. Mungu akamwita Abraham toka sehemu ama mali alikoishi, aliyazoea, mali alikuwa na watu wa jamaa zake. And God gave him a promise. Mungu akampa ahadi. He said to him, I want you to go to the land that I will show you. Akamwambia, nakutaka uende katika nchi nitakayekuonesha. Number 2, he says, I will make you great, or a great nation. Na ya pili akasema, nitakufanya kuwa taifa kubwa. And I will bless you. Nami nitakubariki. And I will make your name great. Nami nitalikuza jina lako kuwa kuu. And you shall be a blessing. Nawe utakuwa baraka. You shall be the personification of the blessing. Wewe utakuwa ule utu wa baraka. That out of you nations will now begin to reap the blessings. Na kutoka kwako, kwa huo mbaraka wako, mataifa watavuna hizo baraka. So he says, I will bless you. Anasema nitakubariki. And I'll bless those who bless you. Ni wabarikio wanaokubariki. I will make you a blessing. Nitakufanya kuwa mbaraka. Now, what is the blessing? Je, ule mbaraka ni nini? The blessing means to praise, to elevate, to exalt. Ni kuinua, ni kuadhimisha na kutukuza. It is to appraise somebody's life. Ni kuweza kupandisha hadhi ya maisha ya mtu. To release ability into a person. Kumwezesha ama kumpa mtu uwezo. That may now actualize every other covenant or other blessings that God has already conferred upon the person. Ule uwezo umwezeshe huyu mtu kuafikia zile baraka zingine ambazo Mungu amezitaja kwa maisha ya mtu huyu. Is to give permission for the ability in the person to be released. Ni kuweza kupeana ruhusa ya ule uwezo ndani ya mtu kuweza kuachiliwa kutenda kazi. So the blessing is the foundation upon which every good thing that God intends concerning your life must be settled. Kwa hivyo ule mbaraka ndio msingi ambao kila kitu chema alichokisema Mungu kwa mtu kinaweza kusimama juu yake. Remember, the Bible says that he has good plans concerning you. Kumbuka Biblia inasema Mungu ana mipango miema juu ya maisha yako. He has a good will concerning your life. Anakutakia mema juu ya maisha yako. He desires to see you prosper, increase and be in sound health. Anatamani kwamba ufanikiwe, kunawiri na kuwa katika afya. And his desire is to make you a great person and give you a name on earth. Na tamanio la Mungu ni kufanya kuwa mtu mkuu na kuwa na jina kuu duniani. All these abilities has been deposited in you by the Holy Spirit who abides in you. Uweza huu ama uweza hizi zimetiwa ndani mwako kwa Roho Mtakatifu akae kwako. And so when the blessing is there, then you will be appraised, or you'll be lifted by that which
God has already conferred upon your life. Na ule mbaraka ukikuwepo, utaweza kuinuliwa na kuweza kuafikia yale ambayo Mungu amekwisha yataja ama kutamka juu ya maisha yako. Because the Holy Spirit is there and is a full package of divine will inside your life. Na maana Roho Mtakatifu yupo, naye ndiye mwenye kusimamia kila kifungu kizima cha mbaraka katika maisha yako. He's there to provoke what God gave to Jesus Christ in you. Yupo pale ili kuweza kuchochea kile Kristo alitia ndani mwako. The Bible says that all that belongs to my Father, He has given them unto me. And the administrator of the things that God gave to Jesus, He is the Holy Ghost inside your life. Na akasema kwamba yote nilionayo nimepewa na Baba, na msimamizi wa mambo yote ya Kristo ndiye Roho Mtakatifu. So when you walk in the blessing, hivyo basi unapotembea kwenye mbaraka huu, then the ability to make the things that God has intended over your life become a reality by being activated by the Holy Spirit. Basi ule uweza aliyoutia Mungu ndani mwako unaanza kutenda kazi kulingana na utendakazi wa Roho Mtakatifu. So the power of divine blessing is derived from the Holy Spirit. Kwa hivyo nguvu za mbaraka wa kiungu zatoka kwa Roho Mtakatifu. They are divinely inspired words that the Holy Spirit declares or are declared by the Holy Spirit or by the action of the Holy Spirit through a mouth either of a human being or by God himself. Kwa hivyo kuna matamshi yaliyotamkwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu, yawe ni kwa kinywa cha mwanadamu ama kinywa cha Mungu mwenyewe. For example, if God says you are healed, that's a word inspired by the Holy Spirit and is blessed, is standing on the platform of the blessing of health. Na hivyo basi neno likatamkwa kwako kwamba umepona, juu Mungu amesema, na hilo neno limesimama juu ya ule mbaraka. So these words or declarations carry the ability to rule over nature and realizes and paralyzes the demonic world that would want to oppose that which God has already said. Na hili tamuko ama hili neno linaweza mkubwa, linatawala katika nyanja ya kikawaida na kulemaza nguvu na maneno ya kishetani ambaye inataka kufuta kile ambacho Mungu amesema juu yako. When God called Abram, wakati Mungu alimuita yule Abraham, and Abram obeyed God, na Abraham akamtii Mungu, he left his people, akaondoka kwa he nyumba yao, left his kindred, akaacha watu wa jamaa yake. and when he left his kindred, Alipoachana na watu wa jamaa the yake, Bible says he followed the direction of God. Biblia inasema akaifuata njia ya And Mungu. remember, God said, I will make you. Nakumbuka Mungu alisema The nitakufanya. moment you obey the instructions of God, the workings of God begins inside your life. Punde unapotii maneno ya Mungu, matendo ya Mungu inaanza kufanya kazi kwa maisha yako. Because it will not be by your ability, but by the ability that is in you by the Holy Spirit. Maana haitakuwa ni kwa uwezo wako, ila kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ulio ndani yako. He said, I will make you a great man. Akasema nitakufanya kuwa mtu mkuu. So that word that God spoke to him, and he received it and acted on that word, it began work inside his life immediately. Hilo neno Mungu alilolitamka na akalipokea kwa kutii, lilianza kufanya kazi mara moja ndani ya maisha yake. Some of the things were not realized immediately. Baadhi ya mambo hakuyaona mara tu, And some of them he never lived to see them actualized. na baadhi yake hakuyaona yakitimizwa katika maisha yake. But because the word had gone forth, Lakini sababu neno lilikuwa limekwisha toka, and the obedience of Abram made him a blessed man, na utii wa Ibrahimu ukamfanya mtu wa kubarikiwa, he became the personification of the blessing. akawa ndiye ule mbaraka sasa. And because he became the personification of the blessing, Na kwa sababu alifanyika mbaraka, then everything began to build up on his life and on his name.
basi kila kitu kikaanza kujijenga kwa maisha yake na kwa jina lake. Because God had said, I will make your name great. Maana Mungu alisema nitalikuza jina lako. I will make your name great. Nitalikuza jina lako. And so that word of blessing that was uttered over his name, hivyo basi lile neno la baraka lilotamkwa juu ya maisha yake by God himself, na Mungu mwenyewe, God had to watch over that name to make sure that it becomes. Mungu alitizamia hilo neno, aliona limetimia. God had said, Mungu alikuwa amemwambia Ibrahim, and you shall be a blessing. Nawe utakuwa baraka. So God had to watch over that word to make it happen. Mungu alitizamia ile neno kufanya limetimia, so that it doesn't just fall to the ground in vain. ili neno hili lisianguke mchangani bure. Now, when God says a word, Mungu anaposema neno, it empowers you to actualize what God has intended. Hukupa uwezo kutimiza kila alichokusudia Mungu. Genesis 1 verse 27. Mwanzo sura ya kwanza. The Bible says in verse 27, so God created man in his own image. Mungu akamfanya mtu kwa mfano wake. In the image of God he created him. Kwa mfano wa Mungu alimuumba. Male and female he created them. Mwanaume na mwanamke akawaumba. God blessed them. Mungu akawabarikia. He laid a foundation of the blessing upon their lives. Akaweka misingi ya baraka juu ya maisha yao. And then God said, na Mungu akasema, the first thing is God laid the foundation of the blessing upon their lives. Cha kwanza Mungu aliweka msingi wa baraka juu ya maisha yao. Then now God said to them, ndipo akawaambia Mungu, upon this foundation of the blessing I have conferred upon your lives, juu ya msingi wa baraka ambayo nimetamka juu yenu, then be fruitful, zaeni, multiply, mkaongezeke, fill the earth, muijaze nchi, subdue it, mkaitishe, have dominion mkatawale over the fish of the sea, samaki wa over baharini, the birds of the na air, ndege wa angani, over every living thing na kile kiumbe chenye on uhai the face of the earth. kiendacho juu ya nchi. It was on the basis and the foundation of the blessing. Na yote haya yalikuwa juu ya misingi ya ule Their mbaraka, multiplication was based on how they were blessed. na maongezeko ilikuwa inategemea Their vile dominion wamebarikiwa. depended on the blessing. Utawala wao ulitegemea huu mbaraka. Their fruitfulness depended on the blessing. Kuzalisha kwao kulitegemea huu mbaraka. Their multiplication and increase depended on the blessing. Maongezeko haya yalitegemea ule mbaraka. Now when Adam fell, he entered into a curse. Wakati Adamu alianguka, aliingia kwenye laana. So he lost all those things that should have happened because now he was not on the basis, on the right foundation of the blessing. Yote aliyokuwa ameyapokea akayapoteza, maana misingi yake hayakuwa ya baraka tena. It is important for you to be aware of the blessing of God. Ni vema wewe kuweza kuitambua ile baraka ya Mungu. Because the blessing has the capacity to drive you into the expected destiny God intended for your life. Maana ule mbaraka una uwezo wa kukuendesha ukakuelekeza kwenye hatima aliyoiweka Mungu juu The yako. blessing can be lifted from your life. Na hiyo baraka inaweza ikaondoka juu ya maisha yako If you do not live according to the plan and purposes of God. iwapo hautaenenda na mpango sambamba wa Mungu. Because when you are not in the blessing, then you are in the curse. Usipokuwa ndani ya mbaraka ni umo kwenye laana. And because of what Jesus has done, na kwa sababu ya kile Kristo Yesu amefanya, the Bible says that he has broken the curse of the law and he has brought us into the blessing of Abraham. Biblia inasema kwamba ameivunja laana ya Torati akatuleta katika mbaraka wa Ibrahimu. And therefore we have to watch out that we may remain in that which Christ has already done for us. Hivyo basi lazima tuwe waangalifu kuweza kusalia katika kile Kristo ametufanyia. Joshua chapter 21 verse 45. Yoshua 21:25. Joshua said, not a word failed of any good thing which the Lord has spoken to the house of Israel. All came to pass. Hamna neno ambalo alikukosa kutimia katika haya maneno aliyosema Bwana kwa Israeli, maana yote yalikuja kutimia. All
came to pass. yote yalikuja kutimia. The reason is when God has released the blessing over your life, Ni sababu Mungu anapoitamka baraka juu yako, it becomes his prerogative to make sure that it is fulfilled. inakuwa ni jukumu lake kuhakikisha hilo neno He limetimia. puts every mechanism and every force in place so that it is accomplished according to his desire. Anaweka mikakati na mipangilio kuhakikisha imetimia kulingana na mapenzi Your yake. responsibility is to walk in the instructions and obedience of that word. Wewe kazi yako ni kutembea katika kulitii hilo neno. The blessing is propelled by words that are enforced by supernatural power. Baraka huwa inasukumwa na kutekelezwa na maneno ambayo yanasukumwa na nguvu za kiungu. And they carry the capacity to overrule all contrary forces of the enemy. Na haya maneno yanaweza mkubwa ya kukaidi na kukanusha kila maneno mbaya ya adui. When a word or the word of blessing is pronounced over an individual, he is automatically empowered to prosper. Maneno ya baraka inapoachiliwa juu ya mtu, huyo mtu bila shaka amewezeshwa kufanikishwa. According to the spoken word of blessing over his life. Sawa sawa na maneno ya baraka yaliyotamkwa juu yake. According to that which God has conferred upon his life. Sawa sawa na kile ambacho Mungu amekiachilia katika maisha ya mtu. Because the word of blessing imparts and brings transformation in one's life. Maana maneno ya baraka hupajika na kuleta baraka katika maisha ya mtu. It mobilizes everything around you to favor you. Inasukuma kila kitu na kushawishi kila kitu kikukubali na kutakabali. Because there is great power invested in that word and in the divine blessing, because it is God's goodwill towards you as an individual. Maana maneno yamewezeshwa kukutendea mema ni kwa sababu ni makusudio na mapenzi ya Mungu kukuelekea wewe. The blessing has ability to create the environment necessary for overflowing wealth and other resources that are necessary for your well-being. Hiyo baraka inaweza kutengeneza mazingira ambayo itasababisha mambo mema yaweze kukujia. It is the blessing that chases you or pushes you. It is behind you to direct and drive you into what God has in plan for your life. Na ni ule mbaraka unayekusukuma ama unakuendesha kutokea nyuma ikikuelekeza mahali ambako Mungu amekunuia uende. Deuteronomy 28 verse 2, the Bible says, and all these blessings shall come upon you and overtake you. Na baraka hizi zote zitakufuata na kukupata. Because you obey the voice of the Lord your God. Maana ulitii sauti ya Bwana Mungu wako. The blessing is a vital living force. Na baraka ni msukumo mzito wa maisha. It's not just mere words spoken by virtue of just somebody saying them. Sio matamshi tu wala maneno ambayo imetamkwa na mtu. But they have living power that is propelled by the Holy Spirit. Yana nguvu nzito ambazo zinasukuma na Roho Mtakatifu. That's why Jesus said in John 6:63 that the words I speak to you, they are life. Ndio sababu Yesu akasema katika Yohana 6:63, maneno ni yanenayo kwenu ni roho na ni And they uzima. are spirit. Ni roho na uzima. The flesh profiteth nothing, Wala mwili haufaidi kitu, but the spirit gives you life. lakini roho hupeana uzima. So the blessing that comes from God has the same capacity of the spirit of, or it is a force that is alive. Hivyo basi maneno ya mbaraka vivyo ndivyo yalivyo, ni roho na ni uzima. It is a vital living force Ni msukumo ambao unaelekeza that maisha. has divine energy to empower, to organize, to steer and to dominate and direct a person's life until
until they become what has been pronounced over their lives. Hiyo baraka inakuwa ni kawi ama nguvu zinazomwezesha mtu, zinazomwongoza mtu, zinazopanga maisha ya mtu na kumsababisha afikie yale mambo yaliyotamkwa kwake. When you see a blessed man, you will know that God is behind every step that he is taking in his life and the prosperity upon his life. Ukimwona mtu mbarikiwa utaona hakika ishara kwamba Mungu ina mtu huyu, na ndio sababu kila kitu kinamuitika. Because the blessing of God makes rich. Maana ile mbaraka wa Mungu hutajirisha. Bible says in Proverbs 10:22, it says the blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow with it. Ni sababu nasema katika Mithali 10:22 kwa mabaraka ya Bwana hutajirisha. It's only a matter of time. It doesn't matter. Probably it is not visible right now, but that does not mean that you are not blessed. The blessing is within. It is a foundation upon which your life is being builded. Kwa hivyo sio kitu ya kuonekana, na kwamba uende isiwe inaoneshana kwa sasa, lakini baraka hiyo inafanya kazi ndani ya mtu kwa ndani, ambayo inasababisha maisha yake baadaye itadhihirisha huo kule kubarikiwa. So long as you are walking within the parameters of the divine blessing, then God will continue to grow it. Remember this. A seed may be so small like a mustard seed, but once it is grown in the right soil and it has found roots, it has found a place of foundation, it will begin to grow, it will germinate. It may not be a fruitful vine immediately, but as it is given time, cultivated, it will grow into a huge tree. Maadamu unatembea katika ile mabano ya ule mbaraka, ni kama vile mbegu ndogo ya haradali ambayo ikipewa mazingira inayofaa ndivyo yalivyo huo mbaraka kwenye maisha yako. Iwapo tu kutakuwepo na mazingira yanayofaa, maisha yako itaanza kuonekana. That's why you have to be careful with what you are doing. Like when a lady has conceived a seed in her womb, she can't just play around. She knows that I must be careful because I'm carrying something important in my womb. Hivyo basi ni lazima uwe mangalifu, kama vile binti ambaye amepokea ule ujauzito hawezi akajiendesha maisha yake kama kikawaida. Lazima achunge na kujua kwamba nimebeba ujauzito. There is life in her. Kwamba kuna uhai ndani mwake. And that life must be brought forth. Na ule uhai ama yule mtu lazima azaliwe. And so she has to, we may not see it from the beginning, but we see her changing. Things begin to change around her until now we can now say this lady is expectant. Mambo hayaonekani kwa haraka, lakini tutaanza kuona mabadiliko ikiendelea. Hapo ndipo tutasema kumbe alikuwa na ujauzito. So there is a vital force of blessing, which is the foundation upon which your health is going to be built, your economic prosperity is going to be built, upon the health of your family is going to be built, and everything around you must be laid upon that foundation. Kwa hivyo kuna msukumo wa mbaraka ambao unakuwa ni msingi dhabiti, kwamba maisha yako itajengwa juu yake. Maisha ya mbaraka, kila kitu kinachohusiana na ufanisi wake kinajengwa kwenye huo msingi. That's why the Bible says the blessing of the Lord makes. Ndio sababu yasema baraka ya Bwana hutajirisha. It makes rich. Hukutajirisha. It makes you, it builds you, it changes things around you, it remodifies your life, it rebuilds your life. Inajenga vitu kwa maisha yako, inatengeneza mambo, inanyosha maneno katika maisha yako. It creates things that are not there and becomes what you desire to see. Inaumba vitu ambavyo havikukuwepo na kusababisha ulivyovitamani vikafanyika. When God called Abraham, he didn't have all the wealth that he eventually had. Na Abraham alipoitwa na Mungu hakuipata ile mali ambayo tumemwona naye baadaye. God said, I will make your name great. Mungu akamwambia nitalikuza jina lako. So your greatness is dependent
on how you walk with God and how you align with him and how intimate you are with him in relationship. Kwa hivyo kule kukua kwako katika Mungu kunategemea jinsi unavyoenda naye, jinsi unavyohusiana na kushirikiana na Mungu. Abraham became a friend of God. Yule Ibrahim akawa ni rafiki wa Mungu. It was accounted to him as righteousness. Na ikahesabika kwake kama haki. Abraham began to speak with God as a person talks to his friend. Na Ibrahim akanena na Mungu kama vile mtu anenavyo na rafiki. Because he established a strong bond with him. Maana aliweka yani ushikamano kabisa na Mungu. Because of that bond, the blessing continue to mature and continue to mature until the day Jesus was born, and then we came forth from the loins of this man called Abraham. Ule mshikamano wake uliendelea kukua kati yake na Mungu mpaka ikafikia wakati Yesu Kristo amekuja na sisi wote tumezaliwa katika hiyo baraka ya Ibrahimu. Nations have now been blessed through him. Mataifa wamebarikiwa kupitia uzao wa Ibrahimu. Because he was the blessing. Maana Ibrahim alikuwa ndiye ule mbaraka. He was made the blessing. Akafanyika ule mbaraka. And because he was made the blessing, na kwa sababu alifanyika mbaraka, all of us are rooted in that foundation of Abraham's blessing. Sote tuna shina letu katika msingi wa mbaraka wa Ibrahimu. And if God did things for him and to him, then he is bound to do them to you if you walk in the similitude of the blessing of Abraham. Na basi wapo Mungu alimwahidi na kamtimizia, naye pia atakutimizia wewe iwapo tu utatembea katika ule mfano wa mbaraka wa Ibrahimu. So it is vital for you to pursue the information and the principles that will place you in the right position to walk in the blessing of God and not only the promises. Na hivyo basi ukijiweka sambamba na kanuni ambazo zitakusababisha ukae kwenye hiyo mbaraka, basi hivyo hautakuwa tu kwamba uko katika maneno tu, lakini utatembea katika baraka yenyewe, sio tu ahadi. I have seen people quote the blessing, the promises of God, and they have remained the same. Nimeona watu wakikiri zile ahadi lakini hawajaziona baraka za ahadi. They continue to say, I am blessed, I am strong, I am lifted, I am healed, but they are still remaining in the state wherein they began. Wanakiri kusema wana nguvu, wamepona, wamebarikiwa, lakini wamesalia kwenye hali yao ya kawaida. On top of the confession, on top of the declarations that we make, on top of us quoting the scriptures and quoting the blessings of God, I want you to know you must first and foremost be conscious of the blessing, the foundation that Christ Jesus has laid in you on the foundation of Abraham's blessing. Na nataka kando wewe na kukiri na kuungama ule mbaraka, na kutaka wewe mwenyewe kwanza utambue na katika moyo wako msingi wa ule mbaraka wa Ibrahimu ambaye ndiye Yesu Kristo. The Jews came to Jesus and they said, Abraham is our father. But Jesus said, if Abraham is your father, would he behave the way you are behaving? Wale Wayahudi wakaja kwake kumwambia, Ibrahimu ni baba yetu. Yesu akawauliza, iwapo yule Ibrahimu ni baba yenu, mbona mwajiendesha mnapofanya hivyo? And he said to him, you are doing the will of your father. Na Yesu akawaambia, mwafanya mapenzi ya baba yenu Shetani. Who is the devil? Ambaye ni Shetani. So by you just saying Abraham is my father does not make you the blessed one as Abraham was. Alikuwa anawaambia kwamba kwa ninyi kujiita ni watoto wa Ibrahimu haiwafanyi mkao wabarikiwa katika ule mbaraka wa Ibrahimu. If we are going to experience the blessing, then we need to know how ought we to live, how ought we to move, and how ought we to do things in this kingdom. Hivyo basi iwapo tutaka tutembee kwenye ule mbaraka, lazima tujue itupasavyo kuishi, itupasavyo kujiendesha na kufanya vitu katika ufalme huu wa Mungu. It is vital for you to pursue the information. Ni vyema kwako kuweza kufuatia kupata maarifa. Get to know the principle that will place you in the right position. Pata kujua zile kanuni zitakazokuweka mali sahihi, so that you can walk in the blessing. ili uweze kutembea katika ule mbaraka. Not just confessing
things that you do not have a foundation on. wala usiye mwenye kuungama mambo ambayo huna misingi yake. So the blessing is the highway that leads you to the place that God intends for your life. Ule mbaraka ndiyo barabara kuu inayokuelekeza kwa mambo Mungu alikuahidia. It will enable you to plow through the rough terrains and cause you to excel even in hard and difficult circumstances like where people are right now. Na itakuwezesha kupita kwenye barabara iliyo ngumu zaidi na kuweza kufaulu kwenye hali ngumu kama vile ilivyo kwa sasa vinavyopitia kwenye hili jambo. It doesn't matter how life is winding. Na haijalishi vile maisha yanajipinda. It doesn't matter how many valleys and mountains you'll have to go through. Haijalishi vile kuna milima na mabonde kwenye safari. But because you are blessed, lakini kwa sababu una ule mbaraka, God said to Abraham, Mungu akamwambia Ibrahimu, I'll bless those who bless you. Nitawabarikia wakubarikiwa. I'll curse those who curse you. Na kuwalaani wakulaani. Any force that rises up against your life, kila nguvu ama jeshi linalokuinukia, any mountain that is created against you to hinder you, kila mlima uliyejengewa kukuzuia, because you are blessed, na kwa sababu una msingi wa baraka, mountain will be made flat, na kila milima itakuwa tambarare, every valley shall be lifted up, na kila bonde kujazwa, every crookedness shall be made straight, na kila kupotoka kukinyoshwa, because there is a blessing in your life. maana upo mbaraka kwenye maisha I yako. declare you blessed. Na kutangaza wewe ni mbarikiwa. Bible says in the book of Isaiah 55, Biblia inasema katika Isaya 55, for my thoughts, verse 8, for my thoughts are not your thoughts, mawazo yangu sio mawazo yenu, nor are your ways my ways. wala njia zangu si kama zenu. For as the heavens are higher than the earth, maana kama vile mbingu zilizo juu, so are my ways higher than your ways, kadhalika njia zangu ni juu sana kuliko njia zenu, and my thoughts than your thoughts. na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. And as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but waters the earth, to make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing that for which I send it. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, na ikampa mtu apandaye mbegu na chakula alaye chakula, ndivyo ilitakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo nililolituma. It has to prosper in that which I send it to. Litafanikiwa katika kazi niliyoituma. So if God has said that you are blessed, there is no way anything can curse you. Iwapo Mungu amesema umebarikiwa, hamna kitu kinaweza kukulaani. That's why Balaam could not curse the children of Israel, and he had to make a declaration, you cannot curse that which God has blessed. Ndiposa yule Balaam hangewalaani wa Israeli, na akafanya tangazo kwamba wezi kulaani alichobariki Mungu. Because the shout of God, the favor of God, the glory of God, the salt of God is in their midst. Akasema maana shangwe ya Bwana, furaha ya Bwana, shumvi ya Bwana, baraka ya Bwana ipamoja nao. And so you can't curse that which God has blessed. Wezi laani alichokibariki Mungu. Because you are confident that your roots are in God. Maana una ujasiri kwamba shina lako ni katika Mungu. And he says this, na anasema hivi, my thoughts are not your thoughts. Anasema mawazo yenu si yangu. And he says my ways are not your ways. Wala njia zangu sio kama zenu. He says as the rain comes down from heaven. Nasema kama vile mvua ishukavyo And falls to the ground. Na ikashuka duniani kwenye nchi. It falls to the ground. Inaposhuka kwenye nchi, it gives seed to the sower. Hupeana mbegu kwa mpanzi. It also gives
bread to the eater. na kumpa chakula anayekula. And he says, so is my word Nasema ndivyo lilivyo neno langu that proceeds from my mouth. litokalo katika kinywa It changu, never goes back void, halitanirudia bure, but it must accomplish. lakini lazima litimize. May the word of blessing over your life accomplish its assignment in your life. Na neno la baraka lilo juu ya maisha yako likatimize kazi yake juu yako. It has to accomplish the assignment of making you healthy. Lazima litimize hiyo kazi ya kufanya mwenye afya. It has to accomplish the assignment of bringing resources into your hands. Litimize kazi ya kuleta rasilimali kwenye maisha yako. It has to accomplish the assignment of making a happy marriage a happy home. Litimize kazi ya kukufanyizia ndoa yenye It furaha. never came to you void. Hilo neno halikuja kwako bure, It came to do something. lilikuja kufanya kazi. That blessing is activated by you obeying the voice of the Almighty God. Hiyo baraka inachochewa kwa kutii hiyo sauti ya Mwenyezi. Because if you walk in obedience to God, Unapotembea katika kumtii in Bwana, obedience to His instructions, unapotii maagizo yake, what He said about you will come to pass. alichosema kwako kitakuja I kutimia. say what He said about you will come to pass. Nasema alichosema kwako It kitatimia. doesn't matter what stage of life you are in, where you are going, you have never ever imagined. Haijalishi umefika wapi kwa maisha yako, lakini unakoenda hata hujawahi fikiria. What you are seeing today is nothing compared to what is about to come your way. Unachokiona leo akilingani na kile kinachotarajiwa kuja kwako. So don't stop where you are. Usikwamie mahali uliko sasa. Keep progressing. Endelea kupiga hatua Keep mbele. moving forward. Endelea kusonga Don't mbele. allow anything to stagnate your life. Usiruhusu chochote kutuamisha maisha yako. Discouragement should not be part of your life. Kushushwa moyo isiwe sehemu yako. Press on, because there's a greater thing ahead of you. Songa mbele, makubwa ya kusubiri huko. Because God wants to manifest His will in your life. Mungu anataka yadhirishe mapenzi yake kwako. And you need to know that God is never mocked. Na ujue kwamba Mungu naye adhihakiwi. Whatever you are sowing every single day Unachokipanda kila siku ya maisha yako is what is going to be reaped in your life. ndicho utakachokivuna. So sow good seeds in your life. Panda mbegu nzuri kwenye The maisha yako. blessing of God, He has never regretted that He has blessed you. Yaani baraka za Mungu, Mungu hajuti kwamba alikubariki. The Bible says that His calling has no repentance. Biblia inasema ya kwamba mwito wake hauna majuto. But when He has called you, it is only you who can turn away from it. Na anapokuita kwa kitu fulani, ni wewe tu unaweza When He kugeuka. has blessed you, it is you who will turn away from it. Yeye akikubariki, wewe ndio utaigeuka hiyo baraka. God blessed Adam. Mungu alimbariki Adamu, He gave him now the power to activate all the things that He has said. akampa uwezo wa kuchochea kila kitu But alichosema. Adam and Eve turned away from it Lakini Adamu na Hawa wakageuka, and handed over their position to the devil. wakampa shetani nafasi yao. It is only you who can turn away from it. Ni wewe pekee ndio utaigeuka hiyo But baraka. if you walk the way of the Lord, Lakini ukitembea ile njia ya Bwana, if you are being led in the path of righteousness by the Holy Spirit, wapo unaongozwa kwa njia ya haki na ile Roho you will Mtakatifu, surely be what God has called you to be. bila shaka utafanyika kile Mungu So alikuita. you need to know that on this foundation, sow right seeds of your righteousness. Nataka uelewe, katika misingi hii panda mbegu halisi za haki. Because if you are today experiencing situations that fall short of the blessing of God, then you need to meet the conditions that will expose you to the atmosphere of the desired blessing. Wapo unakuma kwenye mazingira ambayo yaoneshana umepungukiwa zile baraka, imekupasa ukatafute kuenenda kulingana na masharti yatakayotengeneza mazingira ya kuboresha maisha yako. When the angel came to Mary and they said, "You are most favored among all women," Malaika alipomjia Mariamu akamwambia kwamba una kibali juu ya wanawake it wote. didn't matter whether she had a boyfriend or ready to get married. Haikujalisha kama anaye kijana kumwoa ama. When she realized that this is bigger than having a boy or a husband, Alipoona hii kitu inapita kuwa tuna mme ama kuwa kijana there's rafiki, no greater blessing like this, what I'm being told by the angel. kwamba hamna baraka kubwa kuliko inayotajwa na huyu malaika. Mary shouted
and they said, let it be unto me according to what has been spoken. Mariamu akapaza sauti, na iwe kwangu sawasawa na neno lako. And because she experienced the power of that word, na kwa sababu aliweza kuona nguvu za hilo neno, at the wedding of Cana, when there was need, she also told them the same thing. She said, whatever he tells you to do, do it. Na katika harusi ya ile Kana ya Galilaya akaweza kuambia lote, awaambia kutenda, mfanye hivyo. So you have to believe in it and pronounce it. Amini na tangaza. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. I wish we had more time, but I want to pray for you now. Tungekuwa na muda mwingi, lakini nataka nikuombee. The blessing is your portion. Baraka ni fungu lako. That's what God has called you for. Mungu amekuita kwa mbaraka. We are continuing this series of the blessing. Na tutaendelea na msururu wa mafundisho mbaraka. God will give us more insight into this. Mungu atatupea ufunuo zaidi katika hili. Precious Father, I thank you for all those who have been listening to this. Baba mkuu, asante kwa wote ambao umetusikiza. I pray, dear Lord, that you release the revelation into everyone's heart. Nataka kuomba uachilie ufunuo kwa kila moyo wa mtu. By the Holy Spirit. Kwa uweza wa Roho Mtakatifu. And that everyone that is listening to me, may you activate the power of the blessing of God in their lives. Na kila mwenye ananisikiza ukaamushe nguvu za mbaraka kwa maisha yao. That on the basis of this foundation of the blessing of God, they may multiply, may increase, may subdue, may walk in dominion and in power. Na kwa misingi ya neno hili waweze kuzaa na kuongezeka na kutiisha na kutawala katika uwezo wa Mungu. And that everything they have desired to see in their life may become a reality. Ili kila walichokitamania kwenye maisha yao kiweze kuwa halisi. Father, by this blessing, may you plow through every hindrances that the enemy has been trying to build around them. Na kwa umbaraka Bwana ukaweze kupasua katika kila kiambaza adui amejenga kwa maisha yao. And cause your people to go free. Na wasababisha watu wako kwenda huru. Serve you effectively. Wakutumikie ipasavyo. I confer this favor over your life. Na natamka kibali juu ya maisha yako. I confer health upon you. Na achilia afya juu yako. I confer sound wisdom upon your life. Na achilia hekima juu yako. By the grace and the power of the Holy Spirit. Na kwa neema na nguvu za Roho Mtakatifu. I confer goodness of God upon your life. Na achilia wema wa Bwana juu ya maisha yako. May you prosper in everything you lay your hands upon to do. Ukabarikiwa katika neno unaloliwekea mkono kila kitu. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Kwa jina la Yesu, amen. God bless you. Bwana akubariki. Now I want us to appreciate God's doing. Nataka tumshukuru Bwana kwa matendo yake mema. This blessing is only for those who have received Jesus Christ as the Lord and the Savior of their lives. Na baraka hizi ni kwa wale waliompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. If you are there and you are not born again, you are listening to me, this is the hour for you to surrender your life to the Lord Jesus Christ. Iwapo upo pale na hujaokoka, huo ni wakati usalimisha maisha yako kwa Yesu Kristo. And so I want to ask you to repeat this prayer after me. Rudia ombi hili nyuma yangu. Say, dear Lord Jesus, sema, Bwana Yesu, I surrender my life to you. Nasalimisha maisha yangu kwako. Thank you for calling me to be blessed. Asante kuniita kwa baraka. Now, Lord, because of sin, I have fallen short of it. Na kwa sababu ya dhambi hizi nimepungukiwa na hiyo baraka. And I pray that you forgive my sins. Na kuomba nisamehe dhambi. Come into my life. Ingia katika maisha yangu. Be the Lord. Uwe Bwana. From today, tokea leo, I declare that I'm born again. Natangaza nimeokoka. I say no to the devil and all his wicked ways. Namkataa shetani na njia zake mbovu. And Jesus, you are my Lord from today. Yesu, wewe ni Bwana wangu tokea leo. In Jesus' name. Katika jina la Yesu nimeomba. Father, thank you for the grace of salvation upon this person. I pray, dear Lord, that you order their steps into the right place of worship, that they may serve you all the days of their lives. Lead them to the right church and cause them to grow in the knowledge of God. In Jesus' name we pray. Amen. Well, it's time for us to honor God with our substances and sacrifices. So if you are there, please take out your phone and go to the M-Pesa. I want you to go to the
pay bill number and give a special offering today. Provoke the blessing that God has already prepared for you. So please use our pay bill number 599058. 599058. Use that pay bill number. It shall be a great blessing to you. Thank you so much as you give. Let me pray for you as you're giving. Precious Father, in the name of Jesus, I release the financial favor and blessing upon everyone that is giving, those that are sowing their seeds. I pray, dear Lord, that you release supernaturally into their lives. We exalt you and magnify you in Jesus' name we pray. Amen. The Lord bless you. Let's join again this evening at 8 for our family hour. Most important service. So be there and the Lord will bless you. We love you. Thank you.